Kwa majina anaitwa Kwirigwa Filipo Budodi. Mimi ni afisa mtendaji wa kata ya Saza, lakini kwa siku ya leo nimemwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Fadhili Nkuru kwenye mashindano haya ya Bodaboda Cup ambayo yanafanyika hapa katika mji wetu wa Mkwajuni. Binafsi niwapongeze sana viongozi wa bodaboda wakiongozwa na mwenyekiti Hamisi Mwakifamba. Viongozi hawa wameonyesha nia njema kwa nchi yetu, lakini kwa wilaya yetu, kwanza ya kuorganize na kuwafanya vijana waburudike pamoja. Hili ni jambo jema kama vijana, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya yetu ya Songwe, Mheshimiwa Fadhili Nkuru, kwa imani kubwa ambayo ameniamini na kunituma hapa nije nimwakilishe kama mgeni rasmi kwenye mashindano haya ama ufunguzi wa ligi hii ya Bodaboda Cup. Binafsi niseme kwamba vijana wa bodaboda wote tuase mshiriki mashindano haya kwa amani na upendo, tudumishe msingi wa amani ya nchi yetu. Leo tumeshiriki kwenye uzinduzi wa ligi ya bodaboda wilaya ya Songwe ambayo inafanyikia hapa Mkwajuni. Kwanza binafsi kama diwani ni wapongeze sana viongozi wa bodaboda chini ya mwenyekiti wao Bwana Hamisi Mwakifamba na management nzima ya viongozi kwa namna ambavyo wameratibu jambo hili hadi kufika hatua ya leo ya ufanyikaji wa jambo hili. Na kwenye swala zima la kuwaunganisha bodaboda ni vijana, na ni vijana ambao sasa zoezi la mashindano haya linakwenda kuwaunganisha pamoja, kuwaweka pamoja, lakini pia linakwenda kuwajengea fursa. Lakini jambo lingine kubwa ambalo nimelifurahia ni jumla ya timu 22 zinashiriki. Vijana leo kwenye uzinduzi wamehamasika, mashindano yamekuwa ni ya kuvutia, ambapo tunategemea sasa ligi yetu hii itakuwa na mvuto mkubwa sana. Pamoja na mambo mengine kwenye mashindano haya, sasa tumeshuhudia mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Tumeona pia vijana wa sanaa nao wakiimba, lakini pia tumeona sasa vijana wa bodaboda pia kumbe sio tu wanaendesha pikipiki, kumbe pia wana vipaji vingine nje na kuendesha pikipiki. Lakini lingine la mwisho, sisi pia kama viongozi tumeendelea kuwaunga mkono kwenye kuhakikisha kwamba hili zoezi linakwenda vizuri, na mimi binafsi kupitia ofisi yangu tumeahidi kugharamia maji ya mashindano yote kwa timu zote 22 katika msimu wote wa ligi, na leo tumeanza kwa kukabidhi maji katoni zote za mzunguko wa kwanza, ambapo kila timu katika kila mechi itakuwa inapata katoni moja ya maji kuhakikisha kwamba kila timu inayoshiriki kwenye haya mashindano sasa haifeli kwenye maji. Lakini pia tumeongeza walau kidogo shilingi 200,000 kwenye kuongeza kwenye zawadi ambayo wao wameipanga, na sisi tumejazia shilingi 200,000 kuhakikisha kwamba zawadi yao inaendelea kuwa nzuri. Kwa hiyo mimi binafsi kama kiongozi na wapongeze sana vijana, lakini pia nimewasihi mashindano haya na hii hamasa inafanyika kwa sababu kuna amani na utulivu. Kwa hiyo nimewasihi vijana wenzangu, tulinde amani ya nchi yetu, tulinde mshikamano wa nchi yetu, tuhakikishe kwamba vijana tunakuwa ni watu wa kwanza kuwa walinzi wa eneo letu. Kwa majina naitwa Hamisi Mwakifamba, ni mwenyekiti wa bodaboda wilaya ya Songwe. Leo tarehe 5 mwezi wa 7 2026 tumeanzisha mashindano ya Bodaboda Cup kwa ajili ya kuleta hamasa katika vijana wetu. Lengo la mashindano haya ni kuibua vipaji mbalimbali katika wilaya yetu ya Songwe. Sambamba na hilo, kuendelea kuelimisha vijana namna ya kuendelea kupata leseni pamoja na vyeti ili wapate mafunzo atakayowawezesha kuendesha vyombo vya moto wakiwa salama kabisa barabarani. Pamoja na hilo ni kuibua vipaji. Vijana katika wilaya yetu ya Songwe wana vipaji vikubwa sana, lakini hakuna wa kuwashika mkono wa kuwasogeza sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mashindano haya yalianza mwaka 2024 ambapo bingwa alikuwa Kijiwe cha Moyo. 2025 bingwa alikuwa ni Babu Chunya, na mwaka huu 2026 tunamtafuta bingwa atakayepatikana hapa. Na mashindano ya mwisho wa siku kuna zawadi mbalimbali ambazo zitajitokeza, na tutawapa mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wachezaji bora na makipa bora. Ni michezo ambayo inaleta fursa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vijana kuonyesha uwezo wao, na kwa namna moja ama nyingine Mungu saidia wanaweza kaonekana hata kwenye vilabu mbalimbali ambavyo vinaendelea katika nchi hii. Dhumuni ya kuanzisha haya mashindano ni kutusogeza vijana pamoja na kutusogeza karibu, pia ni kufanya mazoezi ya pamoja na kuweka miili yetu sawa.
Yaani sisi hatutaki kuwa chanzo cha vurugu. Tunataka kuimarisha amani na upendo kwenye wilaya yetu. Katika michezo tushikamane, tucheze, tufanye mazoezi, tucheze mpira safi bila vurugu yoyote.